أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maelezo yake yameelezwa hivi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufika Makka na baada ya ushindi wa Makka alikuwa ameishi siku chache katika Makka, lakini kuhusu muda wake wa kuishi kuna hitilafu. Katika Bukhari imesimuliwa na Hazrat Ibn Abbas ya kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallam aliishi Makka siku 19. Alikuwa akiswali sala ya raka 2, yani alikuwa akifupisha sala, na katika riwaya zingine inapatikana habari ya siku 18, 17 na 15 pia. Alama Ibn Hajar ametanguliza riwaya yenye siku 19, kwani riwaya nyingi zinazungumzia siku 19 na riwaya zingine zimejadiliwa hivi kwamba riwaya isemayo siku 19 humo zimejumuishwa siku ya kuingia Makka na kuondoka kutoka Makka, na walioeleza siku 17 wao hawakujumuisha siku hizi mbili za safari. Wasimuliaji walioeleza riwaya ya siku 18 wao wamejumuisha siku mbili katika siku moja, ilhali waliosema siku 15 wao wamechukulia riwaya ya siku 17 halafu wametoa, imeandikwa kwamba wametoa siku mbili, yani siku ya kutoka na kufika, na wamesema zilikuwa 15. Baadhi ya wataalamu wa dini ya kimashiriki pia wameandika katika vitabu vyao kuhusu ushindi wa Makka wa mtume sallallahu alaihi wasallam. William Muir ni mtaalamu mashuhuri wa dini ya kimashiriki, alitokana na Scotland, akieleza kuhusu ushindi wa Makka na akieleza kuhusu mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ameandika kwenye kitabu chake kiitwacho The Life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusamehe kwake kwa makosa yote yatokayo zamani ya watu mbalimbali na kusahau shida na zulma na mateso yaliyomfikia kutoka kwao, kimsingi ilikuwa ni kwa ajili ya faida yake binafsi, lakini kwa ajili yake. Baada ya kuandika maneno haya hana jinsi isipokuwa akubali uhakika. Anasema kwamba lakini kwa ajili yake mtu anahitaji moyo mkubwa na laini. Faida yake japo ikamfikia yeye ya kwamba watu wote wa mji wa mababu zake wakaanza kuungana naye na wakakubali ujumbe wake kwa moyo mkunjufu na kwa ikhilasi, na baada ya wiki chache tu twaona watu 2,000 kati yao wakisimama pamoja naye kwa unyofu na kwa ikhilasi yote. vivyo hivyo William Montgomery ameandika, huyo pia ni mtaalamu wa dini ya kimashiriki kutoka Scotland,
ambaye ameandika maandiko makali zidi ya islam na nabii karim sallallahu alaihi wasallam kwenye vitabu vyake, lakini kuna kitabu chake kiitwacho muhammad at madina. humo ameandika, nasoma tafsiri yake hapo juu. Pia nilikuwa nimesoma tafsiri. Anasema kwamba viongozi wa Makka hawakulazimishwa kusilimu. Anakiri viongozi hawa na wengine wengi walibaki katika hali ya ukafiri. Zaidi ya hayo, umahiri aliyotumia mtume sallallahu alaihi wasallam katika uongozi wake wa kusimamisha umoja na mshikamano ndiyo huu, ya kwamba aliwahakikishia watu wote ya kuwa wao watatendewa haki. Kitu hicho kikadhihirisha utulivu, mshikamano na hisia za amani katika mazingira ya Kiislam ambayo ilikuwa tofauti na hali ya sintofahamu kutoka mahala pengine. Kwa yakini jambo hilo litakuwa limewabaini watu wengi na litakuwa limewavutia upande wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika yote jambo moja ni wazi ambalo ni imani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya hikma na busara na shabaha yake aliyokuja nayo. Kundi lake lilipokuwa dogo na lilikuwa likitumia mbinu zake zote ili kujisalimisha na maadui, wakati ule lilikuwa limezalisha fikra ya nchi moja ya Uarabuni ambayo litapata maendeleo ya nje, ambamo watu wa Makka watatoa mchango wao mpya na muhimu kuliko mchango wao wa zamani wa kibiashara. Na sasa takriban watu wote hadi wakubwa wao pia walikuwa wameshajisalimisha mbele yake. Licha ya kukabiliana na shida na mateso katika hali ya ziki, wakaendelea kusonga mbele daima dawamu ili kufikia shabaha yao. Kama sisi tusingekuwa na imani juu ya matukio hayo ya kihistoria, hakuna mwenye kuamini kwamba nabii mmoja wa Makka aliyekuwa akifahamika kuwa mtu duni anaweza kurejea katika mji wake kama mshindi. Kisha kuna mtaalamu mwingine Arthur Gilman. Huyo pia alikuwa maarufu sana na alikuwa mtu wa Marekani. Akieleza ushindi wa Makka kwenye kitabu chake The Saracens, akieleza hulka tukufu, huruma na msamaha kwa watu wote aliyotoa mtume sallallahu alaihi wasallam, ameandika hivi: Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoketi juu ya ngamia yake yule yule ambaye katika nyakati zingine alikuwa amemfikisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa unyofu sana, na akipanda juu yake akaingia mjini, moyo wake ukajaa na hisia za shukurani, kwani akaona barabara zisizo na watu na akajua ya kwamba atapokelewa kwa amani. Jambo lake hili linastahiki sifa sana, ya kwamba wakati ambapo kumbukumbu za zulma zilizofanywa na watu wa Makka zingeweza kumsukuma kuchukua kisasi, yeye akawakataza wanajeshi wake kumwaga damu ya mtu yeyote na akadhihirisha unyenyekevu na shukurani kwa Mungu. Anaandika jambo hili kwamba ni sawa kama ilivyoelezwa kabla tukio la Khalid bin Walid. Anasema jambo hili ni sahihi, ya kwamba sehemu moja Khalid alikabiliana na nguvu kwa nguvu, lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam akachukia sana amali hiyo. Hapo
kazi ya kwanza aliyofanya nabii salallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kutakasa kaba kutoka masanamu, na kisha akamwamiri mwadhini wake kwamba akipanda juu ya kaba awatangazie watu azana ya swala, na akamtuma mnadi moja kwamba kila mmoja avunje masanamu yaliyo karibu yake. Kisha anaandika kwamba watu kumi na wawili ambao katika nyakati tofauti walikuwa wamefanya zulma kali, amri ikatolewa ya kuwapatia adhabu, na watu 4 kati ya hawa wakapewa adhabu ya mauaji, yani kuuawa. Lakini kitendo hicho kinatakiwa kuchukuliwa kilicho na huruma sana kuliko kitendo kilichofanywa na washindi wengine. Anaandika kwamba kuhusu zulma zilizofanywa na watu wa msalaba, anasema kwamba zidi ya zulma za watu wa msalaba ambao mwaka 1999 waliwaua waislamu 70,000 wanaume kwa wanawake, watoto na wasio na hatia. Yerusalem ilipotekwa kwao, au zidi ya zulma za jeshi la wazungu ambao pia walipigana vita chini ya kivuli cha msalaba, ambao mwaka 1874 katika vita walikuwa wameteketeza makao makuu ya Gold Coast, ni jina la zamani la Ghana. Ushindi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni ushindi wa dini na si ushindi wa siasa. Yeye akakatalia mambo yote ya ufahari na akaepukana na njia zote za utawala wa mabavu, na viongozi wote wa Makka wenye kibri walipoletwa mbele yake, yeye akawauliza kwamba leo mnatamani nini kutoka kwangu? Wakasema kwamba ewe ndugu yetu mkarimu, rehma, huruma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba basi iwe hivi, nendeni mko huru. Kisha ni mtaalamu mwingine Ruth Cranston ni wa Marekani, akieleza ushindi wa Makka kwenye kitabu chake Word Faith, anaandika, huyu ni mwanamke. Anasema mwanzoni mwa mwaka 630 siku moja mtu ambaye miaka 10 kabla alikuwa amepigwa mawe na kufukuzwa kutoka mji wake, ambaye alikuwa amefanyiwa zihaka, sasa pamoja na wanajeshi wake 10,000 wenye uzoefu anaingia mjini Makka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoa amri ya kwamba mtu yeyote asiuawe, wananchi watendewe kwa huruma. Lakini licha ya kuhakikishwa na watu wa Makka, wanajeshi wao wakashambuliwa, na nabii sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kiongozi wake Khalid akahisi mushkil ya kumzuia kuchukua hatua kali. Mama huyo ametia chumvi kwenye maongezi yake. Kulikuwa hakuna jambo la kuhakikishwa. Watu wa Makka walikuwa wametangulia kuwashambulia Waislamu, lakini ubaguzi unazuhiri tu. Kisha anaandika kwamba Waislamu 2 na watu wa Makka 28 waliuawa. Katika muda huo, kama angekuwepo kiongozi mwingine, basi mufikirie kwamba mauaji kiasi gani yangetokea. Hapo amelazimishwa kueleza uhakika. Wanajeshi Waislamu walipoteka mji, Muhammad sallallahu alaihi wasallam akibadilisha mawazi yake, akavaa kanzu nyeupe na akatimiza manasike haj na akafanya tawafu ya Kaaba. Kisha akawaita wenzake waliosalimika, wenzake ambao walikuwa wamejitolea sana kwa ajili ya kufikia shabaha yake, ili wao wasimame pamoja naye katika siku hii yenye azimu. Masanamu 360 yalitolewa nje ya Kaaba na yakavunjwa vipande vipande. Wakati wa kuvunja kila sanamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema kwa sauti ya juu kwamba haki imekuja na batili imefutwa. Karen Armstrong,
huyu pia ni mtaalamu maarufu wa dini ya kimashiriki na kikawaida anaandika kwa kuzingatia uadilifu. Alizaliwa mwaka 1944. ni mtu maarufu wa uingereza na mwandishi wa vitabu mbalimbali ambaye ana umaarufu kwa sababu ya vitabu vyake juu ya dini mbalimbali. kwenye kitabu chake Muhammad a Biography of Prophet kuhusu ushindi wa Makka ameandika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na tamaa ya kuchukua kisasi chenye kumwaga damu. Hakuna alilazimishwa kukubali Islam wala hakuna dalili yake yoyote kwamba mtu alilazimishwa kufanya hivyo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hataki kuwalazimisha watu, bali alitamani kujenga suluhu na mshikamano baina yao. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuja Makka kwa shabaha hii kwamba afanye zulma juu ya Makuresh, bali alikuwa amekuja ili amalize dini ile ambayo kwa ajili yake ilikuwa imeshindikana. Kwa kupitia ushindi wa Makka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam alithibitisha madai ya utume wake, na ushindi huu uliweza kupatikana bila mauaji yoyote, na sera yenye amani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilifanikiwa. Katika miaka michache tu usanamu ulikwisha katika Makka, na Ikrima na Suhail ambao walikuwa maadui wakali wakawa Waislamu wenye ikhilasi. Kwa vyote vile baadhi ya mustashirikin ni wale ambao japo walikuwa wapinzani wakali wa Islam, lakini wameeleza jambo ambalo ni haki na walikuwa wamelazimishwa kufanya hivyo, hawakuwa na njia nyingine. Kuhusu ushindi wa Makka kuna matukio mengine. Kuna tukio la toba ya Abdullah bin Saad bin Abi Sarah. Imeandikwa kwamba huyu alikuwa amesilimu, alikuwa mwandishi wa wahyi, kisha akaritadi na kurejea. Inaelezwa kwamba alipewa adhabu ya kuuawa. Makka ilipotekwa, huyu akaenda kujificha kwa Osman bin Affan. Alikuwa ndugu yake ya kunyonya mama moja. Hata Osman akamleta mbele ya Nabii sasa, akasema kwamba ya Rasulullah, upokee bayat ya Abdullah. Mtume akanyamaza kwa muda na kisha akapokea bayat yake. Abdullah bin Abi Sarah aliporejea, msimuliaji mwandishi anaandika kwamba Mtume akawaambia maswahaba, mimi nikakaa kimya kwa muda ili mmoja wenu ainuke na aamue kwa haraka. Maswahaba wakasema, ya Rasulullah, kwa nini wewe hukutuashiria? Hapo Mtume akasema kwamba nabii hafanyi ishara ya mauaji. Katika baadhi ya riwaya maneno yanapatikana kwamba si halali kwa nabii kwamba yeye afanye hiana ya macho. Riwaya hii kwa kuwa na riwaya zingine zinazofanana nayo zinapatikana katika vitabu vya historia, ndiyo maana ninazieleza, lakini zote zina mashaka, kwani mfano mtukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na uvumilivu wake unathibitisha kwamba riwaya hizi zimetengenezwa, zimetungwa baadaye. Kwa vyote vile kwenye kitabu cha hadisi kiitwacho Sunan Nisai, riwaya hii inapatikana hivi kwamba wakati wa ushindi wa Makka, Abdullah bin Saad alienda kujificha nyumbani kwa Usman. Kisha tangazo lilipotangazwa la bayati kwa watu wote, Usman akamleta Abdullah na akasema kwamba upokee bayati ya Abdullah. Mtume akainua kichwa chake kitakatifu na akamwona, na akafanya hivyo mara tatu na akakataa, na baada ya kufanya mara tatu akapokea bayati yake, na kisha akaelekea kwa maswahaba na akasema kwamba hakuwepo miongoni mwenu mtu mwenye akili alipoona kwamba mimi sipokei bayati yake angeinuka na kumua. Maswahaba akasema kwamba ya Rasulullah, tungejuaje kwamba moyoni mwako kuna nini? Kwa nini hukutuashiria kwa jicho lako? Mtume alisema kwamba si sawa na shani ya nabii kwamba yeye afanye hiana ya macho. Hii ni ya Nisai, lakini sio lazima kwamba iaminiwe, ikubaliwe. Riwaya hii inapatikana kwenye Sunan Abu Daud vile vile.
lakini katika sunan abu daud kuna riwaya nyingine vile vile inapatikana, lakini katika riwaya ile hakuna habari ya mauaji yake. katika riwaya ile imeelezwa hivi, hat abul abbas anasimulia ya kwamba abdullah bin saad bin abi sarah alikuwa mwandishi wa wahi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. shetani akampotosha akaenda kuungana na makafiri. siku ya ushindi wa makka mtume akatoa amri ya kumua. hata usman bin affan akaomba uhifadhi kwa ajili yake, na hapo mtume akampatia uhifadhi. hapo kuhusu abdullah bin saad, kuhusu riwaya hizi iwe wazi kama nilivyosema hapo kabla kwamba riwaya hii inapatikana katika vitabu ya hadisi, ambapo kuhusu ufululizo wake wamejadiliana, na hiyo ni dhaifu kiufululizo. kusema kwamba kwa nini hakufanya ishara, mtume akasema nikakaa kimia, alikuwa mfalme, angeweza kusema wazi. na jambo la pili ambalo ni muhimu kwamba katika islam hakuna adhabu yote ya irtidad. hivyo kusema kuhusu abdullah bin saad kwamba yeye aliritadi na ndiyo maana adhabu ya mauaji ikatolewa, hiyo sio sahihi. na pia jambo hili linahitaji fikra kwamba maelezo yaliyoelezwa ya tukio hili pia inaonekana ni kinyume cha shani ya mtume sallallahu alaihi wasallam. kama nilivyosema hapo kabla, mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile alionekana dhihirisho la sifa ya mwenyezi mungu ya ghafar, sattar, rahim na karim. hakuna mtu yote ambaye alikuja kuomba msamaha na hakusamehewa, hata kama amri ilikuwa imetolewa ya kumua. na hadisi hii haipatikani katika bukhari wala kwenye muslim, na inaonekana kinyume cha riwayat na dirayat, kwani mtume saa salam alikuwa na umuhimu kama kiongozi mwenye ushindi. kama ilikuwa muhimu kwa kutoa amri ya kumua, kulikuwa hakuna haja ya kuogopa, kulikuwa hakuna haja ya kufanya ishara. hata usman alipomleta abdullah, mtume angesema wazi kwamba hapana, makosa yake ni makubwa, hivyo hawezi kusamehewa. kwenye siku zile zile kesi moja ya mwanamke wa banu makhzum ililetwa kwa mtume ya kuiba. hat umme salma na usama bin zaid walikuwa wameomba kwa ajili yake, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikataa kupokea maombezi yao na akaendeleza adhabu yake ya kukata mkono. hivyo kama kosa la abdullah bin saad lilikuwa kubwa, basi angesema wazi kwamba hakuna swala la msamaha wake. sasa kinyume chake kunasibisha na mtume sallallahu alaihi wasallam kitendo ambacho kiwe kinyume cha hulka na adhabu ni kitu kisichoweza kukubaliwa. alipokuja kufanya baiati, nauzubillah, mtume alikaa kimia kwamba katika muda huo mtu fulani ainuke na aamue, na masahaba wasipofanya hivyo yeye akawauliza kwamba kwa nini hawakuumua, na masahaba waliposema kwamba wewe ungeashiria kwa jicho, na akasema kwamba jicho la nabii halifanyi hiana, hivyo si kufanya hiana, mungu apishe mbali. moyoni mwake alikuwa akitamani, yani inathibitika kutoka riwaya hiyo, wanataka kuthibitisha kwamba moyoni alikuwa akitamani kwamba mtu fulani ainuke na amue, lakini hakufanya ishara. hivyo namna ambayo riwaya hii imetengenezwa inakatalia katakata tukio hilo. shani ya nabii ilikuwa arfa na juu sana, kwamba jambo kama hilo linasibishwe na zati yake. mtume saa salam kwa ajili ya kusimamisha kanuni alikuwa mfano wa mlima madhubuti, na alikuwa hajali mtu yeyote, lakini wakati wa af na rehma alikuwa mpole sana, misili ya hariri, na jambo lolote lilikuwa hali msumbui. hivyo kuhusiana na baiat ya abdullah bin saad, riwaya hizi zinahitaji utafiti zaidi, na baadhi ya muarikhin na waandishi wa sera wamekataa kupokea riwaya kama hizi. hata musleh maud raziallahu anhu akieleza tafsiri ya suratul muminin aya namba 15 anaeleza tukio hili kama hivi kwamba pamoja na aya hii kuna tukio moja la kihistoria ambalo ni muhimu kueleza hapa. anasema kwamba alikuwepo mwandishi moja wa wahi wa mtume ambaye jina lake lilikuwa abdullah bin abi sarha. wahi ilipokuwa ikishuka juu ya mtume alikuwa akimuita na kuandikisha. siku moja alikuwa anamwandikisha aya hizi,
alipofikia aya isemayo summa anshanahu khalqan akhar maneno yakatoka kinywani mwake kwamba fatabarakallahu ahsanul khaliqin mtume akasema kwamba ndiyo wahi uendike mtu huyu mwenye bahati mbaya hakuwaza kwamba kwa mujibu wa aya zilizotangulia aya hii ndiyo inayopatikana yenyewe akafikiri kwamba namna ambayo aya imetoka kinywani mwangu na mtume amesema kwamba ni wahi mungu apishe mbali anaendelea kutengeneza kurani tukufu mwenyewe hivyo akaritadi na akatoka kwenda makka wakati wa ushindi wa makka watu ambao mtume alitoa amri ya kuwa ua mmoja alikuwa abdullah bin abi sarha lakini hata usman raziallahu taala anhu akampatia uhifadhi ye akaendelea kujificha nyumbani kwake kwa siku 3 siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akipokea bayati kutoka watu wa makka hata usman raziallahu taala anhu akamleta abdullah bin abi sarha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwomba kwamba apokee akubali bayati yake mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza akasita kidogo lakini kisha akapokea bayati yake na hivyo yeye akakubali islam kwa mara nyingine tena kuhusu abdullah bin abi sarha imeandikwa kwamba baadaye huyu akajumuishwa miongoni mwa maswahaba wenye kutoa huduma kubwa akawahi kuwa gavana wa misri na pia alikuwa mwenye kushinda maeneo fulani ya afrika baada ya shahada ya usman akajitenga na fitna mbalimbali alikuwa ndugu yake ya kunyonya ziwa moja na inasemwa kwamba alikuwa amefanya dua kwamba kitendo yake cha mwisho kiwe sala hivi siku moja akasimama kuswali asubuhi na aliposalimia upande wa kulia na alipokuwa anasalimia upande wa kushoto hapo ndipo akafa kifo chake kikatokea 36 hijria kisha ni habari ya kukubali islam ya ikrima bin abi jahl ikrima bin abi jahl alikuwa miongoni mwa watu ambao nabii karim saa salam alikuwa ametoa amri ya kuwaua wakati wa ushindi wa makka ikrima na baba yake walikuwa wakimuuzi nabii karim sallallahu alaihi wasallam na alikuwa anawatesa sana waislamu alipojua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa amri ya kumua akakimbilia yemen japo katika uadui na uislam alikuwa amemwacha baba yake abu jehl nyuma yani alikuwa amezidi sana yawezekana kwamba amri iwe imetolewa ya mauaji yake lakini hiyo pia inawezekana kwamba kiongozi yule wa makka na viongozi ambao daima walikuwa kwenye mstari wa kwanza katika kupinga islam na kila siku walikuwa wanapanga mipango mbalimbali dhidi ya islam na mtume saa salam baada ya ushindi wa makka watakuwa wamefikiri wenyewe kwamba matendo yao yana namna fulani kwamba hawezi kupata msamaha hivyo wao watauawa tu wakiwa na fikra hii wakakimbia wenyewe na kimsingi wao hawakuwa na matarajio ya kupata af na rehma kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa hawajui ndio maana wakaonelea kwamba wajisalimishe na wakimbie lakini walipojua kuhusu af na msamaha na hulka tukufu za mtume sallallahu alaihi wasallam wakaanza kurejea makka na kisha wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ikrima pia alikuwa miongoni mwa wapinzani hawa waliokuwa kwenye mstari wa kwanza ambao wakati wa ushindi wa makka walijaribu kupigana na jeshi la waislam wakajumuisha wanajeshi pamoja nao wakiwemo vijana washujaa wa makka kiwemo suhail bin amar sufman bin umaya na kadhalik na wakaniosha panga zao kwamba sisi hatutawaruhusu waislamu kuingia makka na wakapigana na kundi la khalid bin walid lakini baada ya kuona kwamba vijana wao zaidi 20 wameuawa wengine wote wakakimbia na suhail na safwan na ikrima wote wakakimbia makka sawa na riwaya za kihistoria ikrima akaamua kwenda yemen kwa kupitia njia ya bahari mke wake ume hakim binti harith bin hisham ambaye alikuwa binti wa kiongozi wa quraish
yeye alikuwa amefanya baiat pamoja na hind binte utba na kina mama wengine wa makka wakati wa ushindi wa makka baiat kwa pamoja. yeye alipojua kuhusu mume wake ikrima kwamba yeye kwa sababu ya hofu ya mauaji amekimbia na kukimbilia yemen, akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba ikrima ana wasiwasi kwamba wewe utatoa amri ya kumua, wewe umpatie amani. hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba yeye yupo kwenye amani. ye akaelekea jadda pamoja na mtumishi wake na akamkuta ikrima karibu na ufukwe wa bahari alipokuwa anapanda safina. sawa na kauli moja yeye akamkuta ikrima ambaye alikuwa ameshapanda safina. yeye akamzuia ikrima akisema kwamba ewe mwana wa baba yangu mdogo, mimi nimekuja kwako kutoka mtu ambaye katika watu ni mwenye kuunganisha zaidi na ni mwema sana kuliko watu wote na mwenye kututakia kheri, hivyo usijiingize katika maangamio, kwani nimeshaomba uhifadhi kwa ajili yako. hapo pamoja na mkewe akaja na akakubali islam na islamu yake ikawa nzuri sana. riwaya inasema kwamba ikrima alipohudhuria kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba e muhammad sallallahu alaihi wasallam, mke wangu ameniambia kwamba wewe umenipatia amani, yaani katika hali ya ukafiri umeniruhusu kuishi Makka, sio maana kwamba mimi ni silimu. mtume akasema kwamba amesema sawa, kwa yakini u katika amani. hapo ikrima akasema kwamba mimi natoa shahada kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, yeye ni mmoja, hana mshirika wake, na wewe ni mja wake na mtume wake. na yeye akainamisha kichwa chake kwa majuto. kisha mtume akasema kwamba e ikrima, leo chochote utakachoomba kutoka kwangu, kama nina nguvu ya kukupatia lazima nitakupatia. ikrima akasema kwamba kwa ajili ya uadui wangu wote ufanye dua ya msamaha ambao nimejenga nawe. hapo mtume saa salam akafanya dua hii kwamba e Allah, kila uadui wa ikrima usamehe ambao amejenga nami, na jambo lote baya ulisamehe ambalo yeye alifanya. na kisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa furaha sana akaweka shuka juu yake na akasema, karibu sana kwa mtu ambaye katika hali ya imani na kwenye hali ya hijra amenijia. kuhusu kuamini kwa ikrima kuna bishara iliyopata kutimia. hata Muslim radhiyallahu anhu amezungumzia habari hiyo kwamba kwa sababu ya kuamini kwa ikrima bishara ile pia ilipata kutimia, ambayo miaka mingi iliyopita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewasimulia maswahaba zake kwamba mimi nimeota kwenye ndoto kwamba nipo peponi na nimeona zabibu, na nikauliza watu kwamba zabibu hizi ni kwa ajili ya nani. mtu fulani akasema kwamba kwa ajili ya Abu Jehel. mimi nikahisi jambo la ajabu, nikasema kwamba katika janna hakuna awezaye kuingia isipokuwa muumini, kisha kwa nini zabibu zimeletwa kwa ajili ya Abu Jehel? Ikrima alipoamini, mtume akasema kwamba zabibu zilikuwa kwa ajili ya Ikrima, na Mwenyezi Mungu alizihirisha jina la baba juu ya mahala pa mwana kama vile inavyotokea kwenye ndoto. kisha kukimbia kwa Hebar bin Aswad na kisha kukubali Islam. kuhusu hiyo imeandikwa kwamba katika zama za ujahilia huyu alikuwa mahiri katika kutunga shairi na alikuwa anawapotosha watu zidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. alikuwa mtu mwenye hulka mbaya sana. binti wa mtume sallallahu alaihi wasallam Zainab alipohamia Madina, wakati ule yeye alikuwa mjamzito. Habar bin Aswad akamkimbiza ngamia yake na ye akaanguka chini, na kwa sababu yake mimba yake ikaharibika, na kwa sababu hiyo hiyo akaugua hadi kifo chake. mtume akatoa amri ya kuumua kwamba akionekana popote basi auawe. wakati wa ushindi wa Makka, kwa hofu hiyo hiyo akakimbia Makka na akaendelea kujificha kwenye mapori. baada ya ushindi wa Makka, mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea Madina, yeye akahudhuria huko kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. alipohudhuria kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wakamwona na wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Hebar anakuja. mtume akasema kwamba ndio nimemwona tayari.
asitendewe vibaya. Hebar akaja karibu na akasema kwamba ya Rasulullah, amani iwe juu yako, mimi natoa shahada kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah na wewe ni mtume wa Allah. Mimi nikikukimbia nilienda kutembea katika maeneo yote na nikajaribu kukutana na Waajemi, kisha nikakumbuka hulka zako, utukufu wako, wema wako na msamaha wako ambao unafanya juu ya wale wanaokutesa. Ya Rasulullah, sisi tulikuwa washirikina. Mwenyezi Mungu kwa kupitia wewe alituongoza na akatusalimisha kutoka maangamio. Nisamehe mateso yangu na zulma zangu ambazo zimekufikia kutoka kwangu. Mimi nakubali nakiri mazambi yangu yote. Msimulizi anasema kwamba wakati yule nikaendelea kumwona mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kukaa kimya akiinamisha kichwa kwa sababu ya haya, na akasema, nimekusamehe. Islam inasamehe mazambi yanayotendwa kabla ya Islam. Muslim Maud radhiyallahu anhu pia ameandika tukio hili. Watu ambao amri ilitolewa ya kuwaua, mmoja alikuwa mtu ambaye alikuwa sababu ya kumua binti wa mtume sallallahu alaihi wasallam Zainab. Jina lake lilikuwa Hebar. Yeye alikuwa amekata kamba ile inayotumika ili kufunga tandiko la ngamia, na Zainab alikuwa ameanguka chini, na kwa sababu yake mimba yake ilikuwa imeharibika, na baada ya muda yeye akafariki dunia. Pamoja na makosa yake mengine, kosa hili pia lilimfanya kuuawa, lakini mtu huyo akahudhuria kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba, nabii wa Allah, mimi nikikukimbia nilienda upande wa Iran, kisha nikawaza kwamba Mwenyezi Mungu kwa kupitia nabii wake ametuondolea mawazo ya ushirikina na ametusalimisha kutoka maangamio ya kiroho. Mimi badala ya kuenda kwa watu wageni, kwani nisiende kwake na nikikiri mazambi yangu niombe msamaha kutoka kwake? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba, Hebar, kwa kuwa Mungu amezalisha mapenzi ya Islam moyoni mwako, sasa kwani nisisamehe mazambi yako? Nenda, nimekusamehe. Islam imefuta mazambi yako yote yaliyotangulia. Mtume alimsamehe huyo, lakini kuhusu Abdullah inasemwa kwamba hakumsamehe, na mtume alisema kwamba kwa nini hamkufanya ishara? Ilikuwa haina hada ya jambo lilo. Kwa vyote vile Kab bin Zuhair bin Abi Aslami, huyu pia alikuwa mtu moja. Mwaka wa 7 Hijria, Kab na ndugu yake Bujair wote wawili walikuja katika eneo la Abrak ambalo lilikuwa kisima cha Banu Asad njiani kwa Basra na Madina. Bujair akafika Madina na akaenda kukubali Islam. Hapo Kab akakasirika sana juu yake na akaandika shairi zidi yake. Riwaya zinasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya shairi hiyo alikuwa ametoa amri ya kumua Kab, lakini mambo mengine yanathibitisha kwamba jambo hilo halikuwa hilo tu, bali Kab na Bujair walikuwa wamepanga mpango wa kumuuzi na kuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu hiyo hiyo Kab alikuwa amesalia nje ya Madina na akamtuma ndugu yake Madina, lakini Bujair akafika huko na kukubali Islam. Kab alipojua kuhusu ndugu yake amekubali Islam akakasirika sana juu yake, na kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anarejea kutoka Taif, Bujair akamwindikia ndugu yake Kab kwamba yeye pia akifanya toba ahudhurie kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na aombe msamaha wa kosa lake, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anamsamehe kila mmoja ambaye akafanya toba anahudhuria kwake. Mwishowe Kab hakuwa na njia yoyote kwamba ahudhurie kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo Kab akaandika kasida, na maneno ya kwanza aliyoandika kwamba, banat suadu fa qalbil yawma matbul, suad imejitenga kwangu, na kwa sababu ya ghamu moyo wangu unavunjika vipande vipande. Kisha Kab bin Zuhair akaelekea na akifika Madina akaishi kwa mtu aliyekuwa anamjua. Siku ijayo mtu huyo akamleta Kab kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipo swali sala ya alfajiri, mtu huyo
akaashiria upande wa mtume akamwambia kaab kwamba huyu ni mtume salallahu alaihi wasallam, hivyo usimame na umwombe amani kutoka kwake. akasimama na akakaa mbele yake na akaweka mikono kwenye mikono ya mtume. Mtume salallahu alaihi wasallam na masahaba walikuwa pamoja naye. hakuna yote aliyemtambua kaab bin zuhair. kaab akasema kwamba ya rasulllah, kaab bin zuhair amekuja kwako ili kuomba uhifadhi na akifanya toba anataka kuja kwako kusilimu. kama nimlete kwako, je, utakubali toba yake? mtume akasema kwamba ndiyo. ndipo kaab akasema kwamba mimi ndiye kaab bin zuhair. akisikia tu muislamu moja ansari akasimama na akasema kwamba ya rasulllah sallallahu alaihi wasallam, ni kabizi adui huyo wa mungu ili ni muwe. lakini mtume akasema kwamba mwache huyo, mtu huyo amekuja kufanya toba na kudhihirisha majuto yake. kaab aliposoma kasida banat swat na akafikia shairi hii kwamba inna rasula la nurun yastazau bihi muhannadun man sayusufullahu maslul, kwa yakini mtume sallallahu salam ni nuru ambayo kwayo mwanga wa haki unapatikana na yeye ni upanga mmoja ulionyoka kutoka panga za mwenyezi mungu. hapo mtume saa salam akaweka shuka yake juu ya kaab ambayo wakati ule ilikuwa juu ya mwili wake, na kwa sababu ya shuka hii kasida hii ikapata umashuhuri kwa jina la kasida burda, yani kasida yenye shuka. burda maana yake ni shuka, na hiyo inaitwa kasida banat suad vile vile na kasida burda vile vile. baada ya amir muawiya alijaribu kununua shuka hiyo kutoka kaab kwa hela nyingi, lakini ye akakataa akisema kwamba mimi sitatenganisha kitamba hicho chenye baraka kutoka mwili wangu. lakini hat kaab alipofariki dunia, amir muawiya akachukua shuka ile kutoka warisi wa kaab, yani akanunua, na kisha shuka hiyo ikaendelea kupatikana kwa viongozi wa banu umaiya, na wakati wa maporomoko ya serikali yao ikapotea. katika watu wa kawaida kuna kasida nyingine kama kasida burda ambayo imeindikwa na imam sharfuddin baswiri. hiyo pia inaitwa kasida burda, kwani yeye alipoindika kasida hii katika shani ya mtume sallallahu alaihi wasallam, katika ndoto alimwona mtume saa salam ambaye akampatia shuka yake, na wakati wa kuamka kwake ilikuwepo juu ya bega lake. inasemwa kwamba imam basiri alikuwa mlemavu na kwa sababu ya baraka ya shuka ile akapona. hivi ni visa tu ambavyo vinaelezwa, vinasimuliwa. kuna habari zingine za maadui waliokuwa wakali wa islam na namna walivyosamehewa nitazungumzia siku za usoni. ijumaa ijayo insha allah taala jalsa salana ya jumuiya ya waislamu Muhammad ya Uingereza inaanza. kwa ajili yake mufanye dua. mwenyezi mungu kwa fadhili zake aibariki jalsa hii na kila kipindi chake. mwenyezi mungu aendelee kuteremsha fadhili juu yake. kila mwenye shari na mwenye nia ya kutuletea madhara au mwenye nia ya kutuletea madhara, mungu atusalimishe na shari yake. wageni wanaotoka ndani ya nchi au wanaotoka nje ya nchi, mwenyezi mungu awalete kwa kheri na awaweke hapa kwa uhifadhi kwa kheri. watu binafsi wa watu wanaokuja kwa ajili ya jalsa au wanaokuja chini ya mpango wa jamaat, chini ya idara ya dhifa, maandalizi yao yatafanywa. mwenyezi mungu awajalie wenyeji wote kutimiza haki za ukarimu wao. watumishi ambao wanajitolea ili kutoa huduma mbalimbali kwa shauku na kwa jazba, mwenyezi mungu awajalie wote kwamba waweze kutumikia vizuri kwenye idara zao, na wao kwa heshima na kwa taadhima na kwa bashasha na kwa furaha wao wawatumikie wageni.
saa nyingine kwa sababu ya kazi nyingi, shughuli nyingi na uhaba wa kulala, inatokea kwamba baadhi ya watumishi wanapata athari yake. Lakini kila mtumishi ambaye amepewa jukumu lolote kwenye idara yoyote anatakiwa kupitisha siku hizi kwa fikra hii kwamba mwenyezi mungu ametujalia kutoa huduma kwa wageni wa hatmasihi maud alahsatu wassalam. hivyo kwa ajili yake sisi tukijitolea kwa kila namna tusimamishe jaziba hii ya huduma yetu, tutasimamisha na sisi hatutaonyesha jambo kinyume chake, na daima tutaendelea kutabasamu. wasichana na kina mama au vijana au wazee au watu wenye umri mkubwa, maafisa na wasaidizi wao, wapishi na waendeshaji wa nizamu ya langar au wale wanaotoa huduma ya kulisha chakula, walinzi au wanaotoa huduma katika maegesho, wanaofanya usafi na watumishi na wanaoangalia, wanaozingatia ulinzi wakati wa kuingia, yaani watu wote ambao wamepewa majukumu mbalimbali katika ukumbi wa kina watoto, wasichana au wanaotoa huduma katika ukumbi, kina mama na kina baba, vijana, wasichana wote daima wanatakiwa kuwa na tabasamu juu ya uso wao na wanatakiwa kutekeleza wajibu wao kwa tabasamu. mwenyezi mungu awajalie wote. Lakini sambamba na hilo pia kila mmoja anatakiwa kuwa makini ili mtu yote mwenye shari asipate ujasiri wa kusambaza shari. mwenyezi mungu awajalie watumishi wote kutoa huduma kwa uzuri na waweze kupata fadhili ya mwenyezi mungu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.